Nami kama katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, lakini mahususi kama mkurugenzi wa uchaguzi mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia ziada rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nichukue fursa hii pia kuwashukuruni nyote wanahabari na viongozi wenu na waratibu ambao wamejitolea katika kufanikisha zoezi hili kwa kujitolea. Kwa kweli tunawashukuru sana 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 sana, na binafsi sikuwepo katika kipindi kidogo cha nyuma hapo, na hata uzinduzi uliofanywa sikuwepo, lakini nilikuwa napata taarifa zote na nilitoa baraka zote kwa wasaidizi wangu, na alhamdulillah mlishirikiana nao vizuri. Niwashukuru sana 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 kwa hilo. Lakini pia niwashukuru kwa namna ambavyo mmeamua kujitolea katika jambo hili la kheri na kubwa sana katika ustawi wa jamii ya taasisi za Kiislamu. BAKWATA kama taasisi mama ya Waislamu inatakiwa iwe mfano wa taasisi zingine. Uchaguzi wa BAKWATA unaakisi ukubwa wa BAKWATA yenyewe. Nadhani tumeshuhudia uchaguzi zingine za taasisi zingine, tumeziona, tumezisikia, lakini ukichukua ukubwa wa BAKWATA na taasisi zile zingine unaijua BAKWATA namna ilivyo, kwa sababu BAKWATA haiwezi kuwa kubwa kwa kusema tu, inakuwa kubwa kwa vitendo. BAKWATA leo ukisikiliza kila kona unayopita utasikia habari za uchaguzi, lakini hizi haziwafikii watu tu hivi hivi, zinawafikia kutokana na nyie namna ambavyo mmekuwa chachu na kipaumbele katika kusambaza habari hizo. Takwa la uchaguzi ni takwa la kikatiba kitaasisi. Tunafahamu kwamba taasisi zetu hizi pamoja na kwamba ni taasisi za dini, lakini ziko chini ya sheria za mamlaka za kiserikali za usajili. Kwa swala la uchaguzi ni swala la kikatiba na liko katika kukidhi matakwa ya katiba zetu wenyewe zilizosajiliwa chini ya ofisi ya msajili wa jumuiya na taasisi, lakini pia chini ya bodi ya wadhamini ambayo inasimamiwa na kabidhi wasi mkuu RITA. Kwa hiyo ni swala la kitaasisi na ni swala la kisheria. Kwa hiyo tunalofanya sasa ni katika kutekeleza ile utawala bora na demokrasia katika taasisi, ambapo kila mtu ana nafasi ya kushiriki kama katiba ya BAKWATA inavyosema kwamba wanachama wa BAKWATA ni free na huru kwa mtu yoyote. Ndivyo ambavyo hata uchaguzi tumeuacha free kwa mtu yoyote, na ndio maana leo hii tumetoa nafasi kwa watu kujaza fomu kupitia njia mbalimbali, hata njia za kidijitali za kwenye mitandao inatumika, na nyie mmekuwa kipaumbele sana katika kuhamasisha na kuhabarisha watu, ambapo kila kona watu wanafahamu uchaguzi wa BAKWATA unaendelea, na ni jambo kubwa. Na kama tulivyojua kwamba uchaguzi si jambo dogo, na Mheshimiwa Rais alishalisemea kwamba si jambo dogo, na ndio maana nyie kama wanahabari mnakuwa ni kiunganishi kati yetu na wale ambao wako chini yetu kule mpaka kwenye ngazi ya kaya na ngazi ya misikiti, kwa sababu mnasambaza habari zinashuka mpaka chini. Nimekuwa nikifuatilia, nikiangalia, nikiona habari za Kakonko, habari za Singida, Mkalama, huko kila mahala naziona zinavyorushwa na zinavyoonekana. Hii ni juhudi ambayo mnaifanya, tunawapongeza sana 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 sana, na hakika hatuna uwezo wa kuwalipa, lakini Mwenyezi Mungu anawalipa, kwa sababu hii ni kazi yenye neema, ni kazi ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Niwasihi sana msife moyo, muendelee, na hata wale ambao kidogo wamesuasua waendelee kutoa taarifa hizi. BAKWATA ni kubwa na ni taasisi kubwa, na ukubwa wake unaonekana katika hali hii ambayo tunayoiona hapa. Lakini pia niwaombe mshushe taarifa hizi sana kwa wenzetu kule ambao bado hawajahamasika kuhusu uchaguzi. Wachukue fomu katika ngazi zinazohusika. Tunafahamu kwamba ngazi ya misikiti kwa upande wa JUAKITA na JUVIKIBA umeshapita na unaendelea. Tunaendelea kuratibu. Tunafahamu kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo bado hawakufanya uchaguzi kwa sababu mbalimbali, lakini tunaendelea kuratibu. Alimuhimu kila sehemu uchaguzi ufanyike na viongozi wapatikane. Kwa hiyo tunawahimiza, muendelee kuwahimiza ngazi zilizobakia zinazoendelea, wafanye juu chini, wafanye jitihada za kuchukua fomu ngazi kwa ngazi na washiriki katika uchaguzi. Lakini pia ni uchaguzi ambao ni shirikishi, uwazi na wenye umakini.
Kauli mbiu ambazo mnaziweka nimeziona, ni kauli mbiu haswa ambazo tunazungumzia sisi hapa kama baraza. Baraza halihitaji ubaguzi, halihitaji mtu yoyote kubaguliwa katika uongozi, ila tu awe na sifa katika ngazi inayohusika. Viongozi wa BAKWATA wanaochaguliwa wana sifa anuai ambazo zimetajwa, ambazo zinatakiwa ziwepo. Ni waombe sasa mpeleke taarifa hizi, na haya ni maelekezo yangu kama mkurugenzi mkuu wa uchaguzi, kwa makatibu wa BAKWATA mikoa, wilaya, kata na misikiti ambao ndio wasimamizi wa uchaguzi katika ngazi zote. Kuna dhana ambayo wanahisi kwamba JUAKITA labda wanajisimamia wenyewe, JUVIKIBA wanasimamia wenyewe. Hapana, wasimamizi wa uchaguzi katika ngazi zote ni makatibu wa wilaya, mikoa chini ya katibu mkuu. Kwa hiyo wahimize na wasimamie chaguzi zote kwa mujibu wa kalenda tuliyotoa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wahamasishe watu wengi washiriki. Tumeona data ambazo zinatolewa na mtu wetu wa TEHAMA kuhusu zile fomu ambazo zinachukuliwa katika mtandao. Iko mikoa ambayo iko mbali kidogo. Mkoa wa Dar es Salaam uko vizuri, mkoa wa Pwani uko vizuri, mkoa wa Geita uko vizuri, mkoa wa Manyara uko vizuri. Kuna mikoa mingine bado inasuasua, na yenyewe iongezwe katika ijikongoje ili tupate at least data ambazo zinatoa ushindani ulio mzuri. Lakini pia watu ambao wanatakiwa kushiriki uchaguzi ambao wengine tunawafahamu na hawajitokeza, basi tuwahamasishe wajitokeze ili washiriki. Kuna watu walikuwa wanalalamika sana, uchaguzi hatupati, hatusikii uchaguzi. Muda wenyewe ndio huu, usibaki kulalamika, njoo tupambane kuleta maendeleo ya Waislamu katika ngazi halali, katika vyombo halali, katika zile wanasema zile mikutano ambayo inatoa maamuzi halali, ili wewe uwe ni mmoja wapo waliochangia. Lakini sasa ukibaki kila siku nyuma ukilalamika, itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana muendelee kuhamasisha watu ili waweze kujitokeza katika uchaguzi. Msife moyo mpaka mwisho wa siku. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania anatambua juhudi zenu, na pekee anaziangalia harakati ambazo na taarifa ambazo mnazitoa, na yuko na nyie bega kwa bega, na hakika nawaombeni dua sana katika hili. Lakini pia anasema kwamba habari ni kipaumbele. Mheshimiwa Mufti kauli yake mbiu kubwa ya jitambue na badilika cha mazoea ilikuwa inazungumza wazi kwamba yale tunayofanya tusifanye kwenye chumba tukabaki humu ndani wenyewe, watu hawatajua. Lazima tuwaeleze watu wajue, na kile unapowaeleza watu wanapoona ndipo wanapoamini. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwaombe sana, baraza liko nyuma yenu na litashirikiana na nyinyi, litaendelea kuwalea katika masuala haya ya uchaguzi na hata mengine ambayo yatahitaji kuwa chini yetu na kuyaratibu. Nadhani niachie hapo, labda kama kuna maswali, kuna ufafanuzi, labda tuendelee katika hilo. Shukrani.